mwenyewe ni jiwe kura pembeni. Amen. Katika hapo. Waangalia mahali tulipojengwa ndugu yangu. Kama wewe unasema ya kwamba wewe ni Mkristo, lazima uwe umejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Amina. Hakuna mahali popote Ukristo ulipojengwa. Manabii walimtabiri Yesu kwamba atakuja. Alafu mitume wakasema ni sisi aliyotutuma. Mahali pengine pote hakuna. Na kama unaenda kinyume na msingi huo, umelaaniwa. Soma Wagalatia 1 mstari wa 8 hadi 9. Wagalatia 1 mstari wa 8 hadi 9. Wagalatia mstari wa 8. Wagalatia 1 mstari wa 8 hadi 9. 8 hadi 9 inasema, lakini japokuwa sisi au malaika wa mbinguni. Sikiliza sasa mitume wanasema, lakini japo sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri. Atawahubiri injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri. Na alaaniwe. Sasa msikilize sasa jinsi hawa malaika, jinsi hawa mitume walivyohakikishwa. Yaani wamehakikishwa mpaka wanasema hata kama akija malaika kutoka mbinguni Gabrieli, hata kama akija Mikaeli na akahubiri ya kwamba wanawake wavae shuruwari, akahubiri ya kwamba wanawake wahubiri, akahubiri ya kwamba wanawake wao wachungaji, alaaniwe. Alaaniwe. Unaiona hiyo? Wamehakikishwa ya kwamba huo ndio msingi wa pekee. Kwa hiyo kama sasa malaika tu akija anahubiri kinyume alaaniwe. Sembuse wewe ambaye siku zako ni ndogo uliyezaliwa na mwanamke. Ndugu yangu yakuimbie machafuko. Amina. Hii dunia imechafuka. Hakuna mahali pa kupumzika. Kila kitu kimeoza. Njoo katika ukweli wa mambo. Endelea. Mstari wa 9. Naam. Kama tulivyotangulia kusema. Kama mitume walivyotangulia kusema. Na sasa nasema tena. Sikiliza sasa, mtume Paulo anasema kama mitume tulivyotangulia kusema, sasa nasema tena. Mtu awaye yeyote. Mtu yeyote. Akiwahubiri ninyi injili yoyote. Akihubiri injili yoyote. Isipokuwa hiyo mlioipokea. Isipokuwa hiyo ambayo imehubiriwa na mitume. Na alaaniwe. Mungu awabariki. Mitume wa kuhubiri injili ya wanawake kuhubiri. Mitume wa kuhubiri injili ya wanawake kwa wachungaji. Mitume wa kuhubiri injili ya wanawake kuvaa shuruwari. Kama mtu akifanya hivyo alaaniwe. Sasa kwa nini ukae chini ya laana? Toka. Na waliolaaniwa wote wanaenda kwenye ziwa la moto. Na wewe umepata nafasi ya kuisikia ukweli huu. Kwa nini usikimbie uiache laana hiyo na upate uzima wa milele? Kuna wakati wako wa kuchagua. Mwanadamu amewekwa katika chaguo. Kuchagua jema au baya. Amen. Malizia Luka. Sasa hebu sasa Luka. Tulia hiyo. Okay. Nenda Luka 10 mstari wa 17. Luka 10 mstari wa 16 hadi 17. Neno la Mungu linasema. Sawa. Nawe Kapernaum. Hapana, Luka 10 mstari wa 16. 16, okay. Hadi 17. Awasikilizaye ninyi. Sikiliza sasa. Huyo ni Yesu sasa anawatuma mitume wanafunzi wake. Anisikiliza mimi. Anasema awasikilizaye ninyi, anisikiliza mimi. Amina. Naye awakataye ninyi. Naye awakataye ninyi. Anikataa mimi. Anikataa mimi. Naye anikataye mimi. Naye anikataye mimi. Amkataa yeye aliyenituma. Sikiliza sasa. Hapo ndipo shida ya jinsi ambavyo shetani amegandamiza mioyo ya watu. Watu wengine wanakuambia kwamba kwani Yesu na mitume nani mkubwa? Sawa. Wapendwa wangu, hiyo ni kuona kwa makengeza. Amina, unahitajika unyoshe ufahamu wako. Ndio. Na ninajua ni watu, mafundisho ndio yamewafanya watu wafahamu vibaya. Leo hii ninakufungua ufahamu wako. Yesu alisema hivi, awasikilizaye mitume amemsikiliza yeye. Akatae mitume amekataa Yesu. Hakuna mchungaji yeyote aliyewahi kumwona Yesu. Yesu alionekana tu Israeli. Katika mataifa akuja. Waliotumwa ni watu. Amina. Ni lazima uamini hao. Mimi nikija nyumbani kwako nikakuta watoto wako, nikakuta mke wako, nikamuuliza, mke wako ndiye anajua taarifa zako wewe baba na watoto. Amina. Si aweza akaniambia haupo, nikasema na wewe hujaniambia vizuri, ngoja nimuulize jirani. Umepotea njia. Kabisa. Umepotea njia. Lazima mwanamke ndiye ajue habari za mumeo na watoto, maana ndo anakaa pale. Hawa mitume ndio wanajua habari za Yesu Kristo. Amina. Sasa ukisema kwamba Yesu na mitume ni nani mkubwa? Kwani ni nani mkubwa? Na mimi ninakuuliza. Kwani ni nani mkubwa? Wewe unataka uamini nani? Asema kwamba mimi ninaamini Yesu. Sasa kama unaamini Yesu, nipe kitabu cha Yesu alichoandika. Kwenye Biblia, nipe tu hata kimoja kwamba si Yesu aliandika hiki. Ukienda utaenda Mathayo, ni ya mtume. Usipomwamini umwamini Yesu. Ukienda unasoma kwa Luka, ni ya mtume. Ukienda unasoma kwa Yohana, ni ya mtume. Ukienda unasoma Efeso, ni ya mtume. Sasa Yesu aliandika Biblia gani?
Ni kitabu gani aliandika? Alafu unasema kwamba sasa mitume na Yesu ni muamini nani? Usipoamini mitume umepotea. Amen. Habari za Yesu zimeandikwa na mitume na manabii. Amina. Unahitajika uamini leo. Na ndio maana unaona mimi sihubiri neno langu. Ninasoma kwa mitume na ninasoma kwa manabii. Maana ndio waliotumwa ili nimjue habari yake na nimwamini. Imani moja. Hiyo hapo. Jana tulikuwa na ubatizo mmoja. Leo tuna imani moja. Kama umeikosa hiyo, umepotea. Na umelaaniwa. Kabisa. Amina. Amen. Na umelaaniwa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa sikiliza. Nataka nikuoneshe kitu kingine ambacho walichokuwa wanaamini. Uone leo hii mafundisho ya kibinadamu jinsi watu wanavyofundisha. Leo hii twende katika Yohana 14 mstari wa kwanza hadi wa 3. Nikuoneshe kitu kingine. Mwingine aende wa Filipi 3 mstari wa 20. Yohana 14 mstari wa kwanza hadi wa 3. Yohana 14 mstari wa kwanza. Mwingine afunue wa Filipi 3 mstari wa 20. Nitasoma. Yohana 14 mstari wa kwanza hadi wa 3. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali. Nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Tulia. Amen. Yesu alienda kuandaa makao kule mbinguni. Amina. Leo hii wanawafundisha ya kwamba makao ya Wakristo wanayapata duniani. Unakuta mwingine eti ana makao Dodoma. Eti hapo ndipo makao makuu. Wengine wana makao makuu Nairobi. Wengine wana makao makuu sijui Zaire. Nataka nikwambie hivi, ukisikia makao makuu ya Nairobi, hiyo ni ya taifa la Kenya. Ukisikia makao makuu ya Dodoma ni ya taifa la Tanzania. Wakristo hawana makao makuu duniani. Makao makuu ya Wakristo ni mbinguni. Amen. Hiyo ni kweli. Uwezo kumfanya Yesu akakaa Nairobi. Uwezo kumfanya Yesu akakaa Dodoma. Kwamba na makao. Sasa ingelikuwa hivyo, si mngekuwa mnaenda tu pale kutatua shida. Si yupo makao makuu Dodoma. Kwa nini msienda tu kutatua shida mpaka mnalialia? Wakati yuko pale Dodoma. Si ni kwa urahisi tu, hata kwa baisikeli unafikapo. Mbona umeshashindwa kufikapo? Maana alienda mbinguni. Huko ndipo kuna makao makuu. Wakristo hawana makao makuu hapa. Hiyo ni mifumo ya kiserikali. Dini haipaswi kuwa na mfumo wa kiserikali. Serikali ina mfumo wake, inajiendesha yenyewe, na dini ina mfumo, inajiendesha yenyewe. Kanisa la Mungu linaamini ya kwamba makao makuu ni mbinguni. Sio duniani. Ndio maana mnaibiwa. Kabisa. Ndio maana unaona leo watu wameibiwa. Hakuna injili yoyote ya kuhubiri siku hizi neno, wao wanahubiri pesa. Toa ubarikiwe. Toa ubarikiwe. Toa ubarikiwe. Na unapotoa zinaenda wapi? Zinaenda makao makuu. Wapi? Dodoma. Wapi? Kinshasa. Ukikuta pale Dodoma kuna mtu lilishagaota kitambi, ndio linazira. Kabisa. Kuna ngazi ya kupeleka pesa mbinguni, si anakaga mbinguni. Iko sehemu gani, nchi gani hiyo ngazi ya kupanda inaenda? Ili ipeleke hela. Ninyi Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Mungu awabariki sana, wasaidie. Hatuna mahali popote inapotuambia hivyo. Biblia ilituambia ya kwamba Yesu alipoanzisha kanisa, yeye alitoa matoleo kabisa, mpangilio wa matoleo. Akasema kwamba ukitoa, kuna matoleo ya sadaka na kuna matoleo ya zaka. Zaka ni fungu la 10. Hilo linaenda kwa mchungaji. Sadaka inaenda kanisani kwa minajili ya kufanya kazi za kanisa mahali hapo. Kabisa. Sasa mna kanisa la watu 200. Sadaka zote mnatoa ziko pale. Kwa nini mchange michango tena? Michango ya nini? Jina la Bwana libarikiwe. Zinafanya hapo mifumo iliyowekwa ndani ya watu kuanzisha vikundi vya kuabudu ndiyo iliyoharibu. Wanachukua mfumo wa kiserikali. Serikali ndizo zina makao makuu kwa sababu zinaendesha mambo yao duniani. Mfumo wa mbinguni hauendeshwi kwa pesa, unaendeshwa kwa neno. Yeye alipokuwepo hapa duniani alisema mmepewa bure, toeni bure. Amina. Soma ndugu yangu Mathayo 10 mstari wa kwanza hadi 9. Mathayo 10. Ndio, mstari wa kwanza hadi 9. Hapo ndo naenda kufungia. Mathayo 10 mstari wa kwanza hadi 9. Anasema, akawaita wanafunzi wake 12. Sikiliza sasa, wala aliyoita. Nataka tu nikuweke kwenye kanisa lake. Alisema atakapokuja ataikuta imani, maana imani ni kupokezanwa. Mitume walipokufa, wakabaki wale waliopokea. Waliopokea walipokufa, wakabaki wale waliopokea. Ndio maana unaona mpaka leo hii tumefika sisi. Napo tumepokea hivyo hivyo.
Sasa akawaita wale wanafunzi 11. Akawaita wanafunzi wake 12. Akawaita wanafunzi wake 12. Akawapa amri juu ya pepo wachafu. Akawapa amri juu ya pepo wachafu. Wawatoe na kupoza magonjwa yote. Na udhaifu wa kila aina. Na majina ya hao mitume 12 ni haya. Naam. Simoni aliyeitwa Petro. Simoni aliyeitwa Petro. Na Andrea nduguye. Na Andrea nduguye. Yakobo wa Zebedayo. Yakobo wa Zebedayo. Na Yohana nduguye. Na Yohana nduguye. Filipo na Bartholomayo. Filipo Bartholomayo. Tomaso na Matayo. Tomaso na Matayo. Mtoza ushuru. Mtoza ushuru. Yakobo wa Alfayo. Yakobo wa Alfayo. Na Tadayo. Na Tadayo. Simoni Mkananayo. Simoni Mkananayo. Na Yuda Iskariote. Na Yuda Iskariote. Naye ndiye mwenye kumsaliti. Hao wote 12. Na Thenashara na hao Thenashara. Na hao Thenashara ni 12. Yesu aliwatuma akawaagiza. Hao mitume 12 Yesu aliwatuma akawaagiza. Akisema katika njia ya mataifa msiende. Naam. Wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Naam. Afadhali mwishike njia kuwaendea kondoo waliopotewa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu. Hubirini mkisema. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa. Sasa sikiliza tulivyoamuliwa. Tupoze wagonjwa. Pozeni wagonjwa. Fufueni wafu. Takaseni wenye ukoma. Toweni pepo. Mmepata bure. Toweni bure. Angalia kitendawili kilichoko leo. Yaani wewe una mgonjwa wako kuombea na kuambia andika maombi 12. Alafu utoe 200,000. Nataka niwaambie jioni ya leo, vibaka wamehamia kwenye dini. Ndio. Kabisa. Kimbia. Amina. Amen. Na wewe unadhani ya kwamba ni jina la Yesu Kristo. Ni jina la Yesu Kristo wakati ni ushirikina. Amina. Amen. Unajua, ngoja nikwambie mpendwa, Biblia inasema hivi, siku ile watakuja wakisema, Bwana, tulitoa mapepo kwa jina lako. Naye atawaambia, ondokeni kwangu, siwajui. Sasa nataka nikuuliza, hao unadhani walikuwa ni walevi? Hapana. Walikuwa ni wazinzi? Hapana. Walikuwa ni wanywa pombe? Walikuwa ni watu wana dini waliokuwa wanaenda makanisani wakidhania wanamtumikia Mungu, kumbe walikuwa wanaabudu bure. Sasa maandiko yanasema mmepewa bure, toeni bure. Alafu wewe unatoza pesa. Ufalme wa mbinguni ni wa pesa. Sasa kama ungelikuwa ni wa pesa, si matajiri watu wangeliingia? Mbona hata na yeye alisema tu kwamba ni vigumu tajiri kwenda mbinguni. Alafu unatoza pesa ili utajiriki. Uone tu ya kwamba uko chini ya laana. Unaenda tena kinyume hata na alivyosema. Amen. Umepewa bure, toweni bure. Sasa wamewatengenezea miundombinu. Hata kutoa sadaka tu wanakuambia uwe na kiwango. Tena natengeneza na kabokisi, wanatoboa na tundu. Ukiwa kama 200 inabana. Ukiwa kama 100 inabana. Wanataka uweke noti, maana noti ni chepe. Unadumbukiza tu tubi. Sasa nikwambie laana hizo. Ona maandiko yalivyowaongoza. Waona. Nenda Mathayo 6 mstari wa 2 hadi 4. Na kuambia imani moja tunayohubiri. Mathayo 6 mstari wa 2. Mstari wa 2 hadi 4. Inasema. Ndio. Basi wewe utoapo sadaka. Usipige panda mbele yako. Kama wanafiki. Wafanyavyo katika masinagogi. Na njiani. Ili watukuzwe na watu. Amini nawaambieni. Wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka. Sasa wewe ndugu yangu, angalia kanisa la Mungu lilivyokuwa linafanya. Wewe unapotoa sadaka, mtu wa Mungu, sisi tunapotoa sadaka tunatoa hivi ambavyo maandiko yamesema. Bali wewe utoapo sadaka. Hata mkono wako wa kushoto. Usijue hilo ufanyalo. Mkono wako wa kuume. Ambalo mkono wako wa kuume umefanya. Sadaka yako iwe kwa siri. Na Baba yako aone sirini. Na yule Mungu aliye sirini atakujaza. Amina. Ndio maana Yesu alipokuwepo hapa aliona sirini. Yule mwanamke aliyetoa senti 2 akasema umebarikiwa kuliko wote. Alafu wewe leo hii senti 1 uitaki, 100 uitaki, 200 uitaki, unataka 10,000. Mwizi wewe, jambazi ndani ya dini. Amen. Kimbia huo jambazi. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mmepewa bure, toeni bure. Tunawaombea wagonjwa. Hatuombi kwa pesa. Hii ni injili ya siri. Tunafanya kila ambacho Biblia ilisema. Jioni ya leo, ndugu yangu msikilizaji unayenisikia, unayetufuatilia katika simu zetu, tutakutajia simu
Okay. Unayetufuatilia sasa, utatupigia katika simu hizo, lakini nataka nikushauri katika wakati huu tunapoenda kuhitimisha kipindi. Yeye alisema ya kwamba toeni pepo, ombeni wagonjwa, fufueni wafu, shida mbalimbali mumepewa bure, toeni bure. Hiyo injili bado inatembea, ndio tunaohubiri jioni ya leo. Nitaenda kuomba jioni ya leo. Wewe ndugu yangu unayenisikiliza, ambaye wewe ni mgonjwa, wewe ni kipofu, wewe ni kiziwi, wewe ni chochote kile, umepokonywa, sijui umelogwa, umefanya chochote kile, kiwango cha Mungu ni kiwango cha imani. Imani moja, Mungu aliye hai. Tunaenda kuomba pamoja nao. Usiku huu unahitaji kuamini. Mahali pale ulipo unayenisikiliza, weka mkono wako mahali pale unapojisikia kuumwa. Ninaomba kwa ajili yako. Ninakumbuka siku moja Yesu alipokuwepo hapa duniani, walipomfuata mtu mmoja alimwambia kwamba hauna haja ya kwenda kwangu, omba tu mwanangu kula atapona. Imani ni uhakika. Mahali unaponisikiliza ndugu yangu, dada yangu, amina, amini. Hatuna maombi ya kukomboa nyayo. Mungu hakuwahi kutuma watu wakombolewe nyayo. Hakuna maombi ya kukomboa ardhi. Mungu hajaja kufa msalabani kwa ajili ya ardhi. Hizi ardhi zitachomwa kwanza tu, zenyewe zimeshuka kulima kwenyewe, mpaka uweke mbolea, mpaka uweke chumvi, alafu leo aje akomboe hayo. Upuzi. Yeye anakomboa mwanadamu. Anakomboa nafsi. Nafsi haitokani na hela. Kwanza kinacho hela ni kwa ajili ya mwili. Mwili ili ununue nyama, ununue chips mayai. Mwili unakula, mwisho unaenda kunya. Nafsi hailagi chips mayai. Inakula neno. Sasa uzima wa milele unaofanya na hela. Mungu awabariki. Mahali unaponisikia. Unaponisikia dada yangu, ninajua ya kwamba Mungu amezungumza na wewe jioni ya leo. Amekuonesha imani ya kanisa. Amekuonesha kanisa atakalolijia. Kama atakuta imani ya namna hiyo, mwana wa damu hatakuchukua. Piga hatua mahali pale ulipo. Sio mimi ninayekuona, ni Bwana anayekuona. Ndiye aliyetoa neno hili. Mahali pale ulipo, inamisha uso wako mahali pale unaponisikiliza. Na kama ni mgonjwa, weke mahali pale unapojisikia. Hata kama ni mtoto wako yuko wapi, wewe amini kwa ajili ya huyo. Kama yuko hospitalini, amini kwa ajili yake. Hili ni agizo la Bwana, alisema nendeni mkawaponye. Na walipoenda waliwaponya, mpaka wakaja kwa furaha, wakasema hata mapepo yanatutii kwa jina lake. Akasema nalimwona shetani anaanguka kama umeme. Katika kipindi hiki shetani ameanguka, amevunjwa kupitia katika injili ya wakati. Hii ndiyo tunayoitangaza. Ukinisikiliza mpendwa, oh, asante Yesu. Asante Yesu. Amina. Kwa sababu umenena na watu hawa. Amina. Unakamilisha imani ile uliyoianzisha katika majira haya ya mwisho. Majira mabaya sana, ambao ulimwengu una dhambi nyingi, na hata walijui neno lako. Watu wanapapasa gizani. Watu ambao wangeliitwa Baba, watu wa kuhubiri, ambao wangelihubiri ukweli huu, Baba, wameegemea kwenye pesa. Wamejichoma katika maumivu makali. Wameshindwa kutambua Ukristo. Wameshindwa kutambua neema yako ni ipi. Wamezania kwamba wewe upatikana kwa pesa. Lakini kwa neema yako Bwana, umejifunua miongoni mwetu katika kipindi hiki. Baba, kwa kutuma ujumbe huu, sisi ni waaminio. Sisi ni waamini neno. Sisi ni wa Kristo. Sisi tuko ndani ya mitume wako. Tunaonesha ukweli huu Bwana. Ulinena mmepewa bure, toeni bure. Nasi tunaenda kuwaombea watu wako. Angalia Bwana mahali popote ambapo injili imefika. Baba, imevuka Chato. Imefika mpaka huko Ngara. Inafika huko Geita. Inafika huko Nyehunge. Inafika huko Sengerema. Inafika huko Mwanza. Mahali popote mtu anayesikia sauti hii. Na tuko katika wakati wa kuombea wagonjwa. Watu wameinamisha uso wao, ni wanyenyekevu kwa sababu wanataka uzima wa milele. Wameonewa na shetani. Bwana, ulipokuja ulisema ya kwamba wewe umetumwa kuganga waliovunjika mioyo. Tunawaganga kwa neno lako waliovunjika mioyo, waliotembea ndani ya mafundisho mbalimbali wakitafuta ukweli. Leo hii wamefunguliwa kwa ukweli wa neno lako. Waliotembea wapate kuponywa, wametozwa hela. Watu wako vitandani hawana hela. Kila siku wanasema tuma kwa M-Pesa. Hujawahi kuwa na M-Pesa Bwana. M-Pesa yako ni neno lako. Tumelituma sasa Bwana. Tumeituma nguvu yako Bwana. Wasaidie watu wako. Ni wakati wa mwisho. Tumemfichua shetani, maana amefichuliwa kupitia katika nabii wako. Mungu
Mungu anajua nguvu yako ya pekee inayotenda kazi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wangu mkuu, mfalme wa uzima, ninawafungua wagonjwa, viziwi, vipofu, wanyonge, walioonewa na mapepo, waliosetwa, walioonewa nafsi zao, wameuona uzima katika jina la Yesu Kristo. Wasimame na wafunguliwe. Neema yako wapewa utukufu na sifa zako zikapata kurudia wewe katika jina la Yesu Kristo. Wapokee afya na wawe wazima toka sasa katika jina la Yesu Kristo. Kufa sifa na utukufu wa Bwana. Amina na itendeke. Umepokea ndugu yangu, dada yangu, mahali pale ulipo. Imetendeka. Amini tu, yawezekana. Jina la Bwana libarikiwe. Amina, amina. Mchungaji Tito Obadia Jackson. Karibu sana mpendwa. Karibu sana. Amen. Asante, ninakushukuru mtumishi wa Mungu kwa neno la uzima ambalo limepenya kabisa ndani ya masikio ya msikilizaji wa 105.7. Lakini pia zaidi ya yote nikukumbushe mwanafamilia wa Chato FM na msikilizaji wetu mpendwa kabisa ambaye umesikiliza kipindi hiki hapa cha Ile Injili ya Asili.